Hatma, kila chaguo lina gharama. Kwa hiyo Mama Ali, ni swala la kunijibu tu, umechukua ama haujachukua, basi. Mume wangu, emka utulie basi kwanza. Mimi sijachukua hiyo pesa. Nikae saidie. Haya basi. Nimekaa mama. Haya nieleze sasa. Inakuwaje? Sijui ni aina gani ya pesa unayozungumzia, lakini mimi sijachukua pesa aina yoyote, na wala sijaiona hiyo pesa humu ndani. Mama Ali, mimi sio mtoto. Umeelewa eh? Nimekuja humu ndani na 5,800,000. Umeelewa bwana? Nimekaa kwenye kiti hiki hapa, nimeziweka kwenye meza hii hapa, na hesabu senti baada ya senti, nimekapata nikazitia kwenye kabati sasa. Hamna. Sawa, basi jaribu kukaa na kufikiria, pengine kuna sehemu nyingine umeweka umesahau, mume wangu. Kwa ujinga upi mke wangu niliokuwa nao wa kushindwa kuelewa thamani ya shilingi milioni 5? Kwa fahari ipi hasa ya uzembe wa namna gani wa kushindwa kuelewa thamani ya milioni 5 mke wangu? Haya, kwa utajiri upi basi wa kunifanya jitumie nishindwe au nisahau nilipoweka shilingi milioni 5? Hilo halina shida kabisa kabisa. Wewe ukifika tu ofisini, tutakamilisha taratibu haraka na mkopo utakamilika bila tatizo. Najua, lakini mie nataka nikutoe wasiwasi mteja wetu, kwa sababu sie tupo kwa ajili yenu. Basi haya, nikutakia siku njema. Karimu, mie nishachoshwa ni hadithi hizo. Hapa sitakisikia lolote zaidi ya pesa yetu. Shimau, unajua bila shaka mimi ndo nililonileta hapa, umeona? Yani tuje tulizungumzie hilo, umeona? Lakini vile vile basi tuangalie namna kama nikirejesha tu mkopo wenu niweze kupatiwa mkopo mwingine. Makisi unajua si wafanya biashara ndo hivyo tena, tunaishi hivyo, unalipa unakopa, unalipa unakopa, pesa inakuwa zunguka nini. Wewe jichekeshe kama uliyepakiwa, lakini ninachotaka kukwambia, maneno huwa hayalipi madeni. Kama pesa kunkuja nazo, zilete, ulipe hili kwanza, halafu ndio tutazungumzia mkopo mwingine. Inshallah, amna neno shekhe. Mimi nitajitahidi niwezavyo ni kuhakikishia kwamba kesho kutwa pesa yako itakuwa kwenye akaunti. Na tuvumiliane Shema, unajua tena hatukusudii hivi, lakini unakuta wewe unapanga na dunia nayo inapanga, wakati unakuta tuvumiliane Shema wangu, tutaweka sawa. Mie kwanza namuomba Mwenyezi Mungu akujalie katika hili. Amin, amin. Lakini usisahau jambo moja, kwamba safari hii tukija kwako
wajana nada. We jinyweze kama ulimwagiwa maji ya moto, lakini habari nishakupa. Karibu. Inaenda shule. Hebu njoo kwanza huko. Umechukua pesa humu ndani, si ndio? Usimwangalie mamako anazungumza na mimi, nakuuliza umechukua pesa humu ndani, si ndio? Jibu! Mume wangu, mimi sijachukua chochote. Ameshakwambia hajachukua kitu chochote. Hebu mwache mtoto aende shule basi. Ali, nenda zako shule. Mtangulize Mungu huko anakwenda. Mke wangu, kadri dakika zinavyozidi kwenda nazidi kuchanganyikiwa. Mimi nafikiri hili swala ni la kuhusisha polisi. Mume wangu, tungejaribu kukaa kwa utulivu kabisa, tukazitafuta hizi pesa, pengine zipo humu ndani, tusikurupuke kiasi hicho. Sasa tutafute mara ngapi? Sasa una uhakika gani kama zimeibiwa? Mke wangu, nisikilize. Tumetafuta mara ngapi mpaka sasa hivi? Kuna sehemu gani hapa kupotea pesa tushindwe kuipata milioni 5, mke wangu? Hii pesa imechukuliwa. So umenielewa vizuri? Na hapa tunabidi tuhusishe polisi, kwa sababu lazima tulipokuwa tumelala, labda kuna mtu kafanya chochote kile, tutajua tu, na lazima nimjue aliyeiba hii pesa nani. Tunaweza kufanyiana mambo ya kijinga, pesa ipotee ghafla tu hivi. Waalaikum salam. Sasa shewangu, hapa nyumbani kuna jambo ambalo kidogo linahitaji taaluma yako. Maanake kuna tukio hapa limetokea la sintofahamu. Ndio. Jamani, tumeitana hapa kwa sababu bila shaka najua kabisa sisi tumeishi kwa muda mrefu humu ndani bila kutokea tatizo lolote, si ndivyo? Asha pale, wewe umeishi na sisi kwa miaka 6 sasa, si ndivyo? Ndio kaka. Hata mimi pia nimekaa hapa kama miaka 4 hivi sasa. Kwa tunakubaliana sasa kwamba katika sisi sote hapa ambaye ni mgeni ni wewe Juma peke yako, si ndivyo? Ndio boss. Mimi sijatimiza hata miezi 6 bado. Sawa. Sasa kuna taarifa nahitaji tupeane, na kila mtu azungumze ukweli kwa nafasi yake. Kuna pesa yangu shilingi milioni 5 takriban imeibiwa.
Sasa nataka wazi tu tuelezane, ni nani amechukua ama nani ameihamisha hiyo pesa kwa namna yoyote, hata kwa bahati mbaya basi. Hakuna anayejua, sio? Wote mko kimya, hakuna anayesema chochote, si ndio? Mume wangu, pengine ni kweli hawajui chochote kuhusu hizo pesa. Mimi sifahamu chochote kuhusu pesa. Ndiyo bosi, hata mimi pia sifahamu chochote wala sijagusa hiyo pesa. Ndiyo. Hata mimi bosi, sijachukua chochote humu ndani. Sawa. Hakuna aliyechukua, sawa. Hakuna anayejua pesa imeenda wapi, imejibeba, sawa. Sasa tu nataka niwape taarifa nyingine, kwamba tunavyozungumza hivi sasa taarifa hii iko polisi. Na polisi wako njiani wanakuja hapa. Sasa hivyo hivyo, hamna anayejua pesa ilipokwenda, hakuna anayejua chochote. Waje wawabinye hapa, watumie zile tekniki zao zile za kutaka kujua ukweli. Haisei, tusilaumiane. Wewe, kuna kitu unajua? Wewe mama aongea nawe, sio mtoto huyu. Tuambie basi kama kuna chochote unajua, msifanye mambo yakawa makubwa jamani. Kaka, jana kuna mtu nilimwona sebleni. Anakuja kwa kunyata. Na nahisi ndio wewe utakuwa amebeba hizo pesa. Sasa ulimuona kwa kunyata, ulimuona vipi? Unamtambua ukimuona? Uliona maumbile yake? Uliona sura yake? Uliona kitu gani? Yuko hapa, sema! Sio kwa kumuona tu, bali nilizungumza naye. We Juma, kuna nini? Mbona kwa kunyata? Hamna kitu, nilikuwa naenda zangu nje kupunga upepo kidogo. Kwa kunyata hivyo au kuna kitu unanificha? Hamna kitu nachokuficha nene. Wewe maneno yanayozungumzwa hapa ni kweli ama si kweli? Sema ni kweli ama si kweli? Bosi, yaani Asha mimi pale. Anakuuliza maneno unasema hapa ni kweli ama si kweli? Ni kweli, ila mimi sijachukua pesa bosi. Ulikuwa unanyata ili iweje? Sawa, hujachukua hela. Ulikuwa unanyata ili iweje? Ngoja nione ni nani. Habari za mchana. Salama. Naitwa Afande Saidi kutoka kituo cha kati.
Nimepokea taarifa ya wizi kutoka kwenye nyumba hii. Karibu sana bwana afande. Bila shaka mimi ndio nilitoa taarifa, ndio ulikuwa ukizungumza naye, na ninavyokueleza hapo umekuja wakati mwafaka kabisa, kwa sababu mshukiwa tayari tuna. Lakini mume wangu amesema sio yeye. Mke wangu, sisi tumekubali sio yeye, ndo maana ya polisi kuwepo hapa. Wanajua wawe, sio sisi. Kijana, hebu inuka. Nimekwambia inuka. Afande, nilisikia dunia kwa kweli tena kweli. Juma, unajua wewe ni kijana mdogo sana, lakini una kiburi kikubwa. Sasa ni bora uzungumze ukweli kabla mambo hayajawa mabaya zaidi. Afande, na hapa sijachukua ile pesa mimi, sijachukua. Unajua kama unanipotezea muda wangu, na hapa hakuna mtu yote ambaye anaweza kukusaidia. Kama ukisema ukweli na pesa zikarudishwa, labda Bwana Karimu anaweza kukuonea huruma. Afande, mimi nasema ukweli. Afande, mimi nasema ukweli. Afande, sijachukua hizo pesa. Afande, sijachukua kweli tena. Basi utakaa hapa mahabusu mpaka pale utakapokuwa tayari kusema ukweli. Nadhani tumeelewana, na utaendelea kula kisago ili ujute. Afande, mimi najionea tu. Afande, najionea. Afande, sijachukua hizo pesa kweli tena, sijachukua. Afande, nisaidie. Afande, mimi sijui. Kwa sababu mimi nimejitolea kukusaidia, alafu wewe hutaki kuzungumza chochote. Afande, nakwambia ukweli. Afande, uona ukweli wangu. Mimi sijaiba. Leo kazini kumetokea matatizo. Imeibiwa milioni 5. Milioni 5? Naam, ndio. Inna lillahi. Karimu sio mtu wa kufanyiwa hivyo. Maskini. Mungu ampe faraja. Umefanya hatua gani mpaka sasa? Pale wanamshuku yule kijana wa shamba boy Juma. Na tayari wameshamkamata na
na wamempeleka mahabusu kwa ajili ya mahojiano. Pesa bado haijapatikana na mnada unakuja kesho. Kuna taasisi imejitolea kugharamia gharama za matibabu yako. Umehakikisha ni msaada wa kweli? Ndo tukome sasa mambo ya kutoka hapa kwenda kujitoa kwa watu wengine ndo hawana cha kutupa sasa. Chukuani vitu vyote kwa mujibu wa deni letu, hamuna cha kubakisha humu. Ninachokijua kutoka kwake, alikuwa ni mtu wa kufanya kazi zake kwa juhudi sana. Hadi sasa mtuhumiwa bado hajakiri kosa. Ni mna mambo, si uminye tu aseme tu koyo jazi. Hivi zile pesa Shabani amezitoa wapi? Sijui mama. Kama hutokea haya wangelipa. Ilionekana ni kama mtu anayeficha jambo. Unafikiri mimi nitakuwa nimechukua pesa ya Karimu? Ni bora nife kwa malazi yangu. Unataka namba yangu?